Ujumbe huu naomba ututie nguvu waombaji wote ambao tunasimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini pia na watu wote ambao wanapenda haki bila kujali dini zao, kabila zao. Nitaomba nianze na shuhuda hizi fupi, baadaye tena nitaendelea na ujumbe. Nianze kwa maombi. Mungu uliye hai, wewe ndiye Mungu peke yako, unayeweza kufanya mambo ambayo mwanadamu hakuyatazamia wala kuyawaza. Ndio maana ulimwambia Yeremia kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Bado tunaamini kwako Mungu ya kwamba bado yako mambo makubwa na magumu tusiyoyajua unaweza kuyafanya kwa ajili ya taifa la Tanzania tukisimama na wewe. Na sisi tunakuamini Bwana. Umesema niite nami nitakuitikia. Nasi tunakuita kwa ajili ya taifa la Tanzania, Bwana, ukatuonyeshe yale mambo makubwa na magumu ambayo hatukuwahi kuyajua wala kuyawaza. Kwa jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Ndugu zangu, ninajua sio wote tuna imani juu ya Mungu kwa kiwango sawa. Lakini natamani kuleta shuhuda hizi, natumia shuhuda hizi za kweli ili angalau hata yule ambaye imani yake ni ndogo anaweza akanielewa kwa sehemu. Ndani yangu niliposhuhudiwa na niliposemeshwa kwa njia ya sauti ya ndani na kwa ndoto kwa bali ya kusimama na Mungu kwa ajili ya Tanzania, nilianza moja kwa moja kuwa kinyume na maandamano, na nikaanza sasa kuhamasisha maombi. Kwa wapo watu ambao walianza sasa kunijoin kwenye maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninaomba nitumie ushuhuda wa mtu mmoja wapo wa wale ambao tunaungana nao kwenye maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kabla tarehe 16, yani Jumapili ile iliyopita, alionyeshwa kwamba nitakuonyesha ukuu wangu. Alikuwa amepangwa kuhubiri hiyo Jumapili ya tarehe 16 mwezi huu wa 11 2025. Basi alitamani alipokuwa naomba yeye alionyeshwa kwamba kuna mtu ambaye huwa analisumbua kanisa kwa uchawi. Kwa Mungu akamwambia kwamba nitakuonyesha, nitakufunulia. Kwa hiyo akawa ameniambia kwamba Mungu ameniambia atanifunulia kitu ambacho mtu ambaye huwa analitesa kanisa. Basi alikuwa kwenye maombi yake, ndio huyu ambaye nimemsema alikuwa yuko kwenye maombi ya siku 40 kavu, akiwa anakunywa tu maji, kama asipokunywa maji basi chai au maziwa kimoja wapo kwa mara moja tu, ili tu kwamba mwili uwe na maji. Basi Jumapili alipokuwa na ubiri na Mungu akamtumia, basi akaja mama mmoja akaomba aombewe. Moyoni mwake akashuhudiwa ya kwamba asimuombee, na moyoni mwake akasikia kwamba huyo ndiye mtu ndiye kwambia nitakuonyesha, ambaye analitesa kanisa. Basi akamwambia sitakuombea kwa sasa, nitakuombea baadaye. Basi akawa ameombea watu wengine. Basi yule mama akamfuata mpaka nyumbani kwa huyu mhubiri. Basi alipofika nyumbani akadondoka yule mama ambaye alikuwa anatumia nguvu za giza. Alipodondoka hivi, ikabidi sasa huyu mhubiri aanze kumwombea. Mapepo yakalipuka, yakaanza kusema ni akina nani, namna gani ambayo yalikuwa analifunga kanisa. Kwa nini nimesema huu shuhuda? Nataka kuonyesha nguvu ya uhusiano na Mungu, nguvu ya kukaa na Mungu. Huyu mhubiri kwa kadri amekuwa kwenye maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini nguvu ya Mungu
kwa kadri ilivyoendelea kukaa uweponi mwa Mungu, pamoja na kwamba mzigo ni kwa ajili ya taifa, bado nguvu ya Mungu ilikuwa inaopaleti hata upande wa pili. Hii inatufundisha nini? Kwa kadri ambavyo tunakaa karibu na Mungu, tunamtafuta Mungu, tunaomba kwa ajili ya jambo fulani, Mungu ndipo ambapo huwa anakuja karibu. Ukimsubiri Mungu afanye bila wewe kumkaribia, unaweza usipate unachokitaka. Ndio maana hata Yeremia, pamoja na kwamba ni Mungu aliyemuita awe nabii na alimhakikishia tangu mwanzo kwamba atakuwa pamoja naye, na mstari wa 18 wa sura ya kwanza ya Yeremia alimwambia kwamba hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Bado alipokuwa amewekwa kwenye tope, aliambiwa niite. Manake hata kama Mungu ana mpango wa kuliokoa taifa la Tanzania, bado anawataka watu wasimame, bado anatuita tuombe, tusimame naye. Unaona, huyu mama alipoendelea kukaribia mbele za Mungu, kutafuta uso wa Mungu, Mungu ameanza kujidhihirisha kwake kwa namna nyingine. Haya. Kuna andiko hapa hivi, Wafalme wa Pili sura ya 19 mstari kuanzia wa 15, inaonyesha namna Hezekia alipokea barua kutoka kwa Senakeribu yenye vitisho. Na Senakeribu alikuwa mfalme ambaye alikuwa anaogopeka, maana alikuwa na majeshi kubwa. Yaani sana kwamba uilinganishe Marekani labda na Tanzania, alafu Tanzania imbishie Marekani, sio jambo rahisi. Kwa hiyo Hezekia aliamua kwenda mbele za Mungu, akaifunua barua mbele za Mungu, akamuomba. Hapo utaiona huo mstari wa 15. Okay, naomba nisome. Nasema, na Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe namu, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote. Tega sikio lako Bwana usikie, fumbua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amemtuma aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa miti na mawe tu, ndio sababu hao wakaiharibu. Hezekia huyu mwanzoni alipoambiwa atoe fedha, alitoa mpaka dhahabu ya kwenye hekalu la Mungu, kwa sababu alikuwa anamwogopa Senakeribu. Lakini kwa awamu ya pili aliamua kusimama na Mungu, akamkumbusha Mungu ya kwamba Mungu, ni kweli hawa wafalme, huyu mfalme Senakeribu ameziharibu nchi zingine zilizompinga, kwa sababu hizo nchi miungu yao ni vitu. Nitarudia huo mstari, nisema kwamba 17, ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa miti na mawe tu, ndio sababu wakaiharibu. Akasema, basi sasa Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, na kusiiri kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiye Bwana Mungu peke yako. Mstari wa 20 inasema, ndipo Isaya mwana wa Amozi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senakeribu mfalme wa Ashuru, mimi nimekusikia. Naomba nirudie ile andiko, inasema kwa kuwa umeniomba. Kwa kuwa umeniomba. Manake Mungu anasema kwa kuwa umeniomba. Manake inawezekana Hezekia asingeomba, Mungu asingeingilia kati. Kadhalika vita tunayoiona kati ya serikali na wananchi ni kubwa kwa upande wa wananchi, kwa sababu hawana silaha, hawana nini. Lakini pale ambapo tunasimama na Mungu, Mungu anafanya mambo ya ajabu.
Mungu anafanya mambo ya ajabu. Mungu huwa anasubiri aitwe. Mungu huwa anasubiri aitwe. Ndio maana ninasema hivyo Yeremia 33 mstari wa 3. Lakini pia Yakobo 4 mstari wa 8 inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Manake Mungu huwa anasubiri tuanze kisha yeye afuate. Kwa hiyo ni kweli hali inayoendelea juu ya taifa la Tanzania haifurahishi, ni hatari, inaogopesha. Lakini haiogopeshi tunapokuwa pamoja na Mungu. Ni nani anayeweza kumpinga Mungu? Ni nani anayeweza kwenda kinyume na Mungu? Hakuna. Ngoja niwaambie ushuhuda mwingine. Leo sasa hivi ni tarehe 18 mwezi wa 11 2025. Jana tarehe 17 nilikuwa natakiwa nipate hela, naomba nisihitaji, kubwa sana. Kubwa, yani karibu milioni ya Tanzania. Kumbuka mimi sina maisha ya pesa. Na nimekuja huku nikamwambia Mungu, sitawatazama wazungu kwa sababu ya pesa zao. Kama ambavyo umekuwa wewe ndo mpaji wangu, ndiye ninaye kutazama. Nilihitaji hela kwa ajili ya ndege. Nilihitaji hela kwa ajili ya kuongezea nauli ya ndege. Maana kulikuwa kuna kitu natakiwa nifanye. Lakini pia nilihitaji hela kwa ajili ya kumsaidia familia yangu, mke wangu, maana kwa hali aliyonayo, lakini pia ana uhitaji wa pesa. Na kuna hitaji maalum lilikuwepo. Nao nikasema Mungu, ule ubinadamu ukanijia, natamani kuwashirikisha watu. Lakini nimejifunza kanuni moja ambayo imenisaidia sana, kwamba kabla hujawashirikisha watu, mshirikishe Mungu. Kwa hiyo kwa siku tangia juzi nikawa na muda wa kumwambia Mungu. Leo ndo nilikuwa nimepanga kwamba nitawashirikisha. Jana hiyo nikashangaa watu wawili wametuma hela bila kuwaomba. Leo kuna mtu ambaye hatujawahi kuonana akanipigia, anaomba anitumie dola 210. Ni sawa karibu ni sawa na 500 ya Tanzania. Mtu ambaye hatujawahi kuonana, ila amenifuatilia tu mtandaoni. Sijamuomba, sijatangaza shida. Nini tunajifunza? Tukimtanguliza Mungu anafanya zaidi tunavyowaza. Wanasiasa wengi wanamjua Mungu, lakini hawataki kumweka Mungu kwenye siasa zao. Lakini Mungu anaweza akafanya zaidi ya maneno yetu, zaidi ya juhudi zetu. Mungu ni fundi. Hii dunia tunayoiona aliiumba Mungu. Hivi Mungu anaweza akawazishwa na Samia Suluhu Hassan? Yaani Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni. Anaweza akawazisha kichwa cha Mungu? Anaweza akamfanya Mungu awazi? Hapana, hata sekunde moja. Kwa hiyo ninawaomba watu wa Mungu, yeyote ambaye unaomba, endelea kusimama kuomba. Iko hivi watu wa Mungu, Mungu anapoonyesha kitu fulani, mfano akaonyesha machafuko, haimaanishi kwamba ndo yatatokea hivyo kama alivyoonyesha. Maana Mungu sio kwamba ni kasuku ambaye habadili, yani yuko hivyo no. Ndio maana Musa kuna wakati alibadilisha shauri la Mungu la kuangamiza Israeli wote. Kadhalika na sisi tunapozidi kumuomba Mungu, kulia na Mungu, ndivyo ambavyo anakuwa upande wetu. Na Mungu akiwa upande wetu, adui yoyote yule, hata kama ni Marekani ikisimama, alafu Mungu akawa upande wetu, haiwezi kushinda. Kuna Yehoshafati alipomuita Mungu, wale waliokuwa wanapigana naye wakajikuta wanapigana wao kwa wao. Huyo ndiye Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu,
Usiache kuomba. Hata kama huoni majibu uliyokuwa unategemea, bado tuombe, kwa sababu Mungu hajibu kama tunavyotaka. Mungu ana njia elfu na elfu za kujibu ombi moja unaloliomba. Kwa bado tumwamini Mungu ya kwamba atafanya. Ninaomba niombe, mkumbuke pia kuniombea pia. Ninaishi kwa imani. Sitamani maisha yangu ninatamani yawe ushuhuda kwa wengine. Kama ambavyo naishi kwa imani, ulinzi ninaohitaji ni wa imani kutoka kwa Mungu. Fedha, mahitaji yangu yote ni kwa Mungu. Ambao mmeishi Marekani mnajua 500,000 unaweza ukaitumia siku 2 na ikaisha. Lakini kwa imani yote yanawezekana. Kama mimi naweza nikaishi Marekani kwa imani bila pesa, ila Mungu anafanya. Vivyo hivyo, yani kile ambacho Mungu anaweza, yani Mungu anaweza kumpa mtu 1,000, ndio huyo ambaye anaweza akampa mtu 1,000,000. Yani upako ambao unaweza ukatoa msaada kwa mtu 1,000, unaweza pia ukatoa 1,000,000. Maana yake nini? Mungu ambaye anaweza akanisaidia mimi kuishi mahitaji yangu, anaweza akalisaidia taifa pia kutoka kwenye mikono ya adui. Kinachohitajika ni imani tu. Imani ile ile ambayo tunamwamini Mungu kutupa, tunayohitaji kutoa pepo, ndio hiyo tunayotakiwa kumwamini Mungu juu ya taifa, na taifa likapona kwa jina la Yesu. Ungana nami kumwamini Mungu. Ushindi uko pamoja nasi tukiwa pamoja na Mungu. Nje ya hapo hakuna. Ninaomba niombe. Mungu uliye hai, Mungu mwaminifu na haki, wewe ni mfalme wa wafalme. Ninasimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Wewe Mungu ulilichagua liwe kitovu cha amani, Baba, lakini amani haiwezi kawepo bila haki. Ninaomba Mungu, tazama Bwana, pindua meza zao wanaoharibu haki, wanaondoa haki na wanaoharibu amani na kuondoa haki. Pindua meza zao, pindua ufalme wao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wape kutubu Bwana, na kama Mungu hawatubu Bwana, basi Mungu mkono wako Bwana ukaunyoshe kwa ajili yao. Tuna imani na uliyesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Ninakuita Bwana kwa ajili ya Tanzania. Ninakuita Mungu kwa ajili ya Tanzania. Ninaomba Bwana ukafanye. Mungu ufanye. Baba ufanye. Asante Mungu wetu uliye hai. Ninaomba Bwana ulinzi wako Bwana. Ulinzi wako Mungu Bwana. Mungu, tazama haki ikatawale kwenye taifa la Tanzania. Ninakuamini Mungu kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Tumishi wa Mungu, tunaye Mungu hajawahi kubadilika. Nikisema nishuhudie kila kitu ambacho Mungu anafanya kwangu, mtaweza akaamini. Kwa huyo Mungu ambaye nimesimama naye na kumwamini kwenye maisha yangu ya utumishi, kwenye maisha yangu ya kawaida, kwenye maisha yangu ya familia, ndio huyo ambaye anaweza akafanya kila kitu kwenye taifa letu. Tuendelee kusimama na Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Kingine ambacho natamani niimalizie ni lile andiko la amri. Mithali inasema, Mithali 29 inasema, wenye haki wanapokuwa na amri watu hufurahi. Lakini pia Mathayo 10 inatuonyesha kwa habari ya kwamba Mungu Yesu aliwaita wanafunzi akawapa amri. Nini tunachotakiwa kuendelea kuomba kanisa, watu wa Mungu, ni kwamba wenye haki wawe na amri. Nisema wenye haki wako aina mbili. Wenye haki kwa nafasi ya ulimwengu wa roho, ambao wanaweza kusimama mbele za Mungu na Mungu akasikiliza, sauti zao zikasikika kwenye ulimwengu wa roho. Lakini wenye haki wa aina ya pili ni wale ambao watu ambao wana nafasi za ulimwengu huu. Ni kiongozi, ni nani? Watu ambao mioyo yao iko tayari kutenda haki kwenye nafasi ambazo wamepewa.
Kwa hiyo tunaendelea kuomba Mungu aachilie amri kwa wenye haki, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Tuendelee kusimama na Mungu, tutashinda. Amen.